Yeye ni kiongozi wa genge usiku na mwalimu mpole mchana. Mwanamume huyu ni kiongozi wa genge anayeogopa usiku, lakini ni mwalimu mpole mchana. Hata hivyo, alipofika shuleni alikuta walimu wengine walikuwa wakikimbia darasani kwa hofu, na hata walinzi walikuwa wanarudi nyuma kwa hofu. Kwa curious, aliingia darasani, tukugundua kuwa ilikuwa darasa la shetani lenye sifa mbaya zaidi shuleni. Wanafunzi hawakula tu darasani, lakini pia walikuwa wameweka meza pamoja kucheza tenisi ya meza. Wanafunzi walishangaa kwa mwalimu mpya, kwani walidhani hakuna mwalimu angeweza tena kuthubutu kuja hapa. Kisha wakaendelea na walichokuwa wakifanya, lakini mwanamume huyu hakukasirika. Badala yake aliwafundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza chakula kitamu. Kisha aliendelea kwa wanafunzi waliokuwa wakicheza tenisi ya meza na kuwafundisha misingi muhimu ya tenisi ya meza papo hapo. Hata hivyo, wanafunzi hawakuridhika naye na hata wakamvuria kocha ya tenisi, lakini tabia kama hii haikuwa shida kwake hata kidogo. Baada ya hapo, mwanamume alianza kutoa muhadhara. Hakuna hata mmoja wa wanafunzi walio chini aliyetaka kusikiliza. Walichukia kuwa na mwalimu karibu. Dereva wa darasa hata aliendelea kwenye jukwaa kuamsha watu wote kumfukuza mwanamume. Wakati huu, mwanamume alifanya beti na dereva wa darasa. Kama wangeweza kumfanyia mwanamume mchezo ndani ya siku 3, angeondoka shuleni. Kama hawakuweza, walilazimika kusoma kwa bidii. Wanafunzi walikubali kwa uhakika. Siku iliyofuata, wanafunzi waliweka bakuli la unga kwenye mlango, wakidhani wangeshinda, lakini kwa kushangaza, mwanamume alitoa mwavuli wakati muhimu. Wanafunzi walishindwa kupanga mpango wao. Kisha mwanamume alikaa kujiandaa kwa mhadhara. Wakati huu, wanafunzi walimvuria mwanamume vitu vya kila aina, lakini haraka alitoa mwavuli na kuzuia vitu vyote. Darasani lilikuwa fujo kabisa. Kisha dereva wa darasa alisema kuwa amemlika mwanamume gundi kwenye kiti chake, na aliendelea kwenye jukwaa kumhukumu mwanamume. Lakini kwa kushangaza, mwanamume alisimua tu, jambo lililowafanya wanafunzi warudi nyuma kwa hofu. Ilibidi kuwa mwanamume hakuwa amekaa hata kwenye kiti, lakini wanafunzi bado hawakutaka kukubali kushindwa. Usiku, waliweka bomu la uongo kwenye gari kumtisha. Mwanamume alitambua hila yao kwa jicho moja, lakini pia aligundua kuwa kulikuwa na bomu la kweli kwenye gari. Haraka alitoka nje ya gari na kuambia kila mtu ajilale. Kila mtu alimcheka, akizani anacheza sana, lakini sekunde inayofuata, gari lililipuka kweli. Wanafunzi walimshukuru mwanamume kwa kuwaokoa kila mtu. Siku iliyofuata, mwanamume alipofika shuleni tena, wanafunzi wote walisimama mlangoni pa shule kumkaribisha na kuahidi kusoma kwa bidii.